kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili, naomba ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, ichukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like, na asanteni sana. Karibu. Kuna taarifa za si kubwa zimeweza kutetemesha ardhi ya Tanzania sasa hivi tunapoenda hewani. Rais huyu ambaye alijichagua kuwa kiongozi hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ameweza kuonyesha Watanzania kwamba anaweza fanya chochote na hakuna chochote Watanzania watafanya. Ameamua kumteua rafiki yake wa kina ambaye alihusika kwa wizi wa mabilioni ya hela za serikali. Ameweza kumteua kuwa mbunge hapa Tanzania. Samia, baada ya kumteua mtoto wake Manu kuwa naibu waziri, kumteua yule ambaye ameoa Wanu akamweka kuwa waziri wa wizara ya afya, akaona Watanzania hawakufanya chochote. Sasa amerefusha mkono wake, amemteua mwizi ambaye wanatembea naye katika safari za ndani na nje ya nchi. Amemweka akuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa hivi. Nani huyu? Bi Angela Kiziga ndiye Samia ameteua kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyehusika na sakata ya wizi hapa Tanzania. Ikumbukwe kuna wakati Rais John Pombe Magufuli ambaye alitutangulia mbele za haki alipokuwa rais, wakati huo Samia alikuwa makamu wa rais. Huyu Angela Kiziga aliweza kuiba mabilioni ya pesa za serikali, bilioni 60 ambazo aliweza kulipwa na serikali ili kuagiza na kuleta sare za jeshi la polisi hewa hapa Tanzania, lakini hizo sare hazikupatikana, jambo ambalo liliweza kumkasirisha John Pombe Magufuli. Akasema hatua kali lazima zichukuliwe dhidi ya Angela Kiziga, lakini hakuna chochote kilifanyika. Baadaye akaaga dunia. Samia Suluhu Hassan akachukua uongozi. Angela Kiziga akawa rafiki wa ndani sana wa Samia Suluhu Hassan. Huyu Angela Kiziga kuna madilu ambayo amekuwa akifanya kuagiza vifaa ambavyo vinatumika na jeshi la wananchi chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Sasa amemleta, amekuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumaanisha kuna nia fiche. Huenda atampandisha kuwa waziri, maybe katika wizara ile ya usalama, kuhakikisha kwamba kuna dili zile ambazo wanaenda kuzifanya pamoja. Sasa jambo hili limeleta mtafaruku na taharuki, wasiwasi mkubwa kutanda hapa Tanzania. Inawezekanaje rafiki wa Samia ambaye wanatembea naye mahali popote, hata akienda safari za nje, huyu aliyeibia serikali bilioni na sio milioni, bilioni 60, wakati alikuwa amepewa fursa ya kuagiza sare za jeshi la polisi hewa, lakini hakuzileta. Hizo hela zikapotea kama maji yanamwagika chini. Kwa hivyo sasa hivi Tanzania haikaliki. Watu wanaendelea kujiuliza maswali hapa na pale. Nimeona hata wanaharakati mbalimbali, akina Mange Kimambi, akina Maria Sarungi Sativa, wote wakilaumu serikali hii ambayo ni ya Samia Suluhu Hassan kuhusiana na uteuzi huu, kumechagua mwizi kumteua kuwa mbunge. Huenda kuna madio wanataka kuhakikisha kwamba amempandisha kuwa kiti cha waziri ili kufanikisha juhudi
zake yeye mwenyewe. Unajua Samia anajua tu hakuna chochote ambacho atafanyiwa baada ya kufanikisha shughuli zake kuzifanya, na ameamua kuendesha taifa la Tanzania kama mali na familia yake. Kile ambacho anaamuka anakiamua anakifanya. Ni siku gani tutafikisha mwisho mambo ya ufisadi? Ni siku gani tutafukuza wezi ambao wapo serikalini? Ni hivi majuzi tu huyu Samia mwenyewe alifanya wakati alipopokezwa ripoti ya CAG, yaani mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, akasema najua hii ripoti ilikuwa inaonyesha Tanzania tuna mikopo ya milioni, not milioni, lakini trilioni 110 na hela nyingi zimepotea tu. Akasema wale ambao wameiba watangazwe hadharani ili waone aibu, badala ya kusema watiwe mbaroni, wachukuliwe hatua kali za kisheria. Sasa hayo ndio yanaendelea sasa hivi kushuhudiwa hapa Tanzania, kumaanisha mambo ya ufisadi, mambo ya wizi wa hela hauwezi kufika mwisho hapa Tanzania. Samia anaweza amua amchague hata bwanake kuendesha shughuli mbalimbali, kwa sababu kufikia sasa mtoto wake Abdul tunamuelewa anasimamia kitengo kikubwa usalama katika idara ile ya usalama humu nchini. Huyo ni Abdul, mtoto wake nasimamia ile sekta kubwa sana hapa Tanzania. Wanu mtoto wake ni naibu waziri wa elimu. Bwana ambaye ameoa Wanu mtoto wa Samia ni waziri katika wizara ya afya. Tukajua tu aliweza kumkabidhi nafasi hiyo kuwa waziri wa afya ili asije akatoa idadi ya wale ambao waliangamia katika uchaguzi uliopita, kwa sababu kuna ripoti wale ambao walipigwa risasi walipelekwa katika hospitali, na hospitali hizi ziko na ripoti hawa waliweza kuaga dunia kufuatia risasi za moto ambazo waliweza kupigwa. Sasa akaweka mkwe ili aweze kuficha hiyo siri, asije akasema idadi kamili ya wale ambao waliangamia kufuatia risasi. Sasa mambo ya elimu akaweka mtoto wake Wanu ili ashughulikie masuala hayo, hela zile ambazo zinastahili kusaidia wanafunzi kupata mikopo ama loan help, ufadhili ambao unatoka kwa serikali, waendesha vile wanataka. Hela hizi ziende kwa familia zao, nyingi zingine ziende vile zinaendanga kwa ufisadi hapa na pale, waseme wanafunzi wamepewa ufadhili huo. Na mambo ya usalama akaweka Abdul pale idara ya usalama, na kikosi hiki ndicho kinaendesha mambo ya utekaji nyara na upotezwaji wa Watanzania wale ambao wanakosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa ameenda zaidi, amemchagua huyu Angela Kiziga akuwa mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mwizi, aliweza kuibia serikali bilioni 60 wakati wa John Pombe Magufuli, na aliposema lazima sheria ifuatwe atiwe nguvuni, baadaye akaaga dunia. Lakini hayo hayakuweza kufanikishwa, lakini tumekuwa tukisikia huyu ndiye rafiki wake rais wa sasa Samia Suluhu Hassan, ambaye anatembea pamoja, amekuwa mbunge, baadaye mtasikia amekuwa waziri wa kufanya madeal na Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo Tanzania sasa hivi penye tumefika hatuna lolote la kufanya ila tu tutulie tu, tuongoje miaka iishe, ama Mungu afanye maajabu ili aokoe taifa letu la Tanzania kutoka mikono ya waasi wa Tanzania. Naomba kutamatishia kanda hii hapo, tutakutana baadaye. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, subscribe, washa kengele, na utaendelea kupata taarifa hizi kem za siri ambazo huwezi kuzipata popote. Asanteni sana kila wakati.